Vile vile tukiongezea ni kwamba katika maisha ambayo umeandikiwa na Mwenyezi Mungu kuna makadirio. Makadirio, mambo ambayo huwezi kuchange, huwezi kubadilisha katika maisha yako, na kuna mambo ambayo ni ya kuchuma wewe mwenyewe. Umepewa uhuru wa kuchuma, kwamba ukitaka kuamka utaamuka, ukitaka kulala utalala, ukitaka kutembea utatembea. So makadirio ambayo Mungu amekupangia ziko aina mbili. Makadirio ambayo wewe huwezi change. Kama baba yako atakuwa kabila fulani, wewe utatoka katika eneo fulani, utazaliwa hospitali fulani, au utazaliwa barabarani, au utazaliwa nyumbani kwa nyumba. Zote hizo wewe huna uwezo, ni Mungu anakupangia sasa. Alafu pia vile vile kwamba utazaliwa ukiwa hai ama utazaliwa kama umekufa, au wewe wakati riziki yako utakuwa ni mtu ambaye utapata riziki kwa uvuvi, utapata riziki kwa kufundisha mwalimu, utapata riziki kwa kudereva, kuendesha magari. Yote hiyo pia ni kazi ya Mungu. Unapangiwa. Sasa once unapangiwa barabara yako, sasa kuna vitu ambavyo naye pia unapewa uhuru wa kujichagulia, kwamba unataka uwe dereva, yes, lakini vile utakuwa dereva wa aina gani, wa gari gani na kadhalika, unachagua wewe. Ama wewe Mwenyezi Mungu amekupangia utakula leo chakula, kwamba utakula chakula gani, ugali kwa sukuma, ugali kwa maharagwe, ugali kwa nyama. Hiyo una uwezo wa kuchagua wewe mwenyewe. Lakini riziki asili, kwamba nini itanunua hiyo nyama, ni pesa gani, hiyo imepangwa na Mwenyezi Mungu, maadamu sio umeipata kwa njia ya haramu. Kwa hivyo usi mistake ukafikiria kwamba kila kitu ukisikia Mwenyezi Mungu sasa ukae ungoje ati malaika wakuletee pesa kwa nyumba ukiwa umelala kwa bedroom, au malaika wakuletee chakula kwa nyumba ukiwa umelala. Hapana, lazima utoke. Hata ndege hana shamba, lakini anatoka anaenda kutafuta riziki. Na wewe mwanadamu, je, ndio bora au la? Tafuta kisha tegemea Mwenyezi Mungu akufungulie kwa yale ambayo amekuandikia, na tegemea yeye atakutosheleza. Mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu huwa anamtosheleza. Haijalishi ni kikubwa, kidogo au kiasi gani. Ridhika na omba kwamba akuzidishie kama itakuwa na heri na wewe. Asanteni sana.